makosa ya mauaji, kuumizwa watu katika uchaguzi, maandamano na mambo mengine yanahusu uchaguzi hayawezi kuchunguzwa kupitia sheria ya tume za uchunguzi. Wakati sheria hii ilitungwa mwaka 1928, Tanganyika wakati huo ilikuwa koloni la Uingereza kwa uangalizi wa League of Nations. Hivyo haiwezi kasemwa kuwa ilikusudiwa eti hata makosa ya uchaguzi yachunguzwe kupitia sheria hiyo. Hivyo uteuzi wa tume ya Jaji Mohamed Othman Chande ulikuwa batili, na kazi yote walioifanya ni batili na matumizi mabaya ya fedha za umma na yanayokiuka ibara 27 mdogo, ibara 27 moja na 2 za Katiba ya Jamhuri ya Muungano ya Tanzania. Kamati kuu imeamua kuambia Watanzania kuwa kile kilichofanywa na Samia Suluhu Hassan na genge lake Kamati kuu licha kufahamu ubatili wa tume ya Jaji Othman Chande imepitia hotuba ya mwenyekiti huyo na kuiona kuwa ni hotuba yake na wenzake walioamua kuuza utu wao na kufanya kazi ya kuficha na kupotosha ukweli ambao unafahamika kwa kila mtu Tanzania na dunia nzima. Walatini wanasema res ipsa loquitur, na kwa Kiingereza the matter speaks for itself, na kwa Kiingereza jambo linajieleza, na kwa Kiswahili jambo linajieleza lenyewe. Tume hiyo batili ya Jaji Chande imefanya kazi moja tu ya kuficha ukweli, kudogodesha matukio mabaya yaliyofanywa na Samia na jeshi la polisi na vikosi vingine vya usalama. Hata wanadaiwa kuwa mamluki kutoka nje ambao walifika na kuua watu kwa maelfu na si mamia inatajwa na tume hiyo haramu na batili. Tume hiyo katika hali ya kushangaza ilidai kufanya kazi ya kutoa amri ya kuchunguzwa kwa maiti kupitia sheria ya uchunguzi wa vifo, the Inquest Act, wakati yenyewe haina mamlaka hayo. Uchunguzi wa vifo visivyoelewekwa ufanywa kwa amri ya mahakama baada ya shauri la uchunguzi kuwa limefunguliwa katika mahakama ya wilaya. Kwanza kwamba tume hiyo ya Chande ambayo iliongozwa na majaji wakuu wawili wastaafu wa nchi yetu ilifanya hivyo, huo ni ushahidi mwingine kwa Watanzania kuwa utawala wa sheria katika nchi yetu umeporomoka na kilichopo sasa ni ubabe tu. Si vyombo, idara na taasisi za serikali zinazofuata na kuheshimu sheria, bali zinafanya kazi kupitia amri za wakubwa walioko serikalini. Hivyo takwimu zote zilizotolewa na Jaji Chande katika hotuba yake ni za kutungwa na ambazo hazitokana na ukweli halisi pamoja na mamlaka ya kisheria. Aidha, uchunguzi uliofanywa wa maiti kwa kupitia maagizo ya tume hiyo ni batili na itabidi ufanywe upya kwa kufuata amri za mahakama za uchunguzi wa vifo, Coroner's Court. Licha ubatili wake wa kisiasa na kimaadili, kamati kuu inabainisha kuwa moja mapungufu makubwa ya msingi ya tume hiyo yapo katika agizo rejea ambazo zilijikita katika kutafuta vichochezi vya ghasia badala ya kuchunguza chanzo cha ukiukwaji wa haki za binadamu. Kwa mtazamo wa kisheria na kisiasa, mwelekeo huo ulifanya tume kuanza kazi yake tayari ikiwa na hitimisho la awali kwamba tatizo lilikuwa ni ghasia za wananchi badala ya kujiuliza ni nini kisababisha wananchi kufikia hatua hiyo. Ndani ya muktadha huo, tume ilichagua kuielekeza lawama kwa mbiu za kisiasa za Chadema na vyama vingine, hususan no reforms no election, bila kuzingatia kwamba mbiu hiyo ilikuwa ni mwitikio wa mazingira ya muda mrefu na ya kukosekana kwa haki katika mfumo wa uchaguzi. Kwa tafsiri ya kamati kuu, kauli mbiu hiyo haikuwa chanzo cha ghasia, bali ni matokeo ya kukosekana kwa haki na uwazi katika mchakato wa kidemokrasia, na ilikuwa na lengo la kuhamasisha wananchi kuweza kudai haki yao ya kuweza kupigania mfumo haki na uhuru wa uchaguzi, kitu ambacho sio kosa. Hivyo basi, kuziweka au kuweka zile kauli kama kichocheo kikuu cha migogoro ni kupotosha ukweli na kufunika sababu halisi ambazo si kasoro ambazo ni kasoro za kimuundo katika mfumo na michakato yetu ya uchaguzi. Kwa upande wa uhalali wa tume, kamati kuu inaona kuwa kulikuwa na pengo kubwa la kuaminika, credibility gap, na kutokana na namna ilivyoundwa na kuendeshwa, wajumbe wake waliteuliwa na mamlaka ile inayolalamikiwa kuhusika katika matukio ya ukatili, jambo linalozua mgongano wa kimaslahi. Aidha, ucheleweshaji wa utoaji wa ripoti ulikuwa mkakati wa kutengeneza kampeni na simuliza kuandaa umma kuikubali ripoti ambayo ni batili, huku mazingira ya hofu yaliyotawala yakiwazuia wananchi wengi kutoa ushahidi wao kwa uhuru, hasa ikizingatiwa kuwa vyombo vinavyotuhumiwa ndivyo vilikuwa vikilinda mchakato wa tume. Tume hiyo ilianza kampeni ya kuipigia chapuo kile ilichokiita ripoti, na mwisho kilichotolewa kwa umma ni hotuba. Tume ya mauaji inawezaje kufanya kampeni kwa kutafuta mashehe, wachungaji, maaskofu, wanasiasa, waandishi wa habari ambao hata kabla ya kuiona kusoma ripoti yake wanaamka na kusema kuwa wana imani na tume? Ama kweli
kiwango cha watu kujiheshimu katika nchi yetu, tena watu wazima. Za maandamano yalitokea siku hiyo ya tarehe 29 Oktoba 2025 na mauaji yalitokea kabla, mnamo na baada ya tarehe hiyo. Eti kauli za Oktoba za zone reform no election, Oktoba tunatiki, Oktoba tunatoka na nyinginezo nyingi ndizo zilizochochea vijana wote wale kuandamana tarehe hiyo. Je, hao vijana hawakukerwa na hawakeri na kuvurugwa kabisa kwa mfumo wa uchaguzi nchini, na badala yake genge la watu wachache wamejipa mamlaka kupinga kuporwa kwa mamlaka yao ya kuwa wananchi ndio chanzo cha mamlaka na kuwa serikali itajipatia mamlaka yake kutoka kwa wananchi? Wanakuwa wametenda kosa gani? Je, wao kupinga bandari zao kugawiwa kijanja kwa kampuni ya DP World, kupinga wanyama wao kuchukuliwa na kupelekwa katika nchi za United Arab Emirates na kuundwa kwa Serengeti ndogo katika nchi hiyo, hapo wanakuwa wametenda kosa gani? Je, vijana kupinga utamalaki kwa rushwa na ubadhirifu nchini na mabilioni yanayoibiwa kila uchao na viongozi wa serikali hii haramu ya Samia, kupinga kwa vijana kuuawa na kutekwa kwa watu kuna kuendelea bila kukomeshwa, huku kiongozi haramu kosa gani? Je, bunge linapogeuka muhuri wa genge la watawala kila aina ya kinga kwa genge hilo kuendelea kuifisadi nchi, je, wananchi waende wapi pengine isipokuwa kuingia mtaani? Je, pale chama halisi cha ushindani ambacho ndicho chama kikubwa cha siasa katika nchi yetu, Chadema, kinapozuiwa kufanya shughuli zake za siasa, huku msajili wa vyama vya siasa akishiriki katika kuhujumu na hata kukataa kutambua na sekretari ya chama hicho, ujumbe gani unatumwa kwa vijana wa nchi hii? Pale kiongozi wa chama kikuu cha siasa nchini anaposhikwa na kubambikiwa kesi ya uhaini na wafuasi wake wakizuiwa kuhudhuria kesi yake na kupigwa na kudhalilishwa utu wao, je, ni ujumbe gani unatumwa kwa vijana wa nchi yetu? Je, kesi za kiongozi hiyo zinapoendeshwa kwa spidi ya konokono licha ya udhaifu wa afya yake, je, ni ujumbe gani unatumwa kwa vijana wa nchi yetu? Kamati kuu imeshtushwa kabisa na kitendo cha tume ya Jaji Chande kukosa hata kuzungumzia kwa namna yote ile kule kushikwa na kuwekwa ndani kwa mwenyekiti Tundu Antipas Lissu na jinsi kesi zake zinavyoendeshwa na matendo machafu yaliyofanywa na polisi na askari magereza kwa mwenyekiti Tundu, ikiwa ni pamoja na wafuasi wake kupigwa, kutekwa na kutupwa huko Mabwepande na Ununio, udhalilishaji wa kingono na maungo wa viongozi wa chama na wanachama wa Chadema pamoja na vijana waliokwenda kuhudhuria kesi zake. Kamati kuu imeshangazwa kwa kutozungumzwa hata kidogo na tume hiyo haramu juu ya zuio la kanisa la Ufufuo na Uzima kufanya kazi yake kutokana tu na kauli ya kiongozi wake Askofu Josephat Gwajima kupinga utekaji. Kama tume inavyoweza kufumba macho kwa matendo kama hayo, unategemea nini kuhusu kile ilichosema kuwa imekifanya? Kamati kuu imesikitishwa na maelezo ya ajabu na yasiyoingia akilini